Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuchangamuke. Bwana Yesu asifiwe. Haya, piga shangwe na vigelegele kwa sababu ya waimbaji wetu ambao wametupatia wimbo huo moja, lakini tumpigie makofi mazuri kiongozi wetu wa ibada ya maombi ndugu Feruz. Piga makofi mazuri kwa sababu yake. Yes. Ni wakati mzuri wa kwenda kupata elimu, kwenda kupata ufahamu, wakati wa kubarikiwa, wakati wa kusikia neno la Mungu, wakati wa kujifunza kutoka kwa Mungu. Hakuna kipindi ambacho mimi nakipenda zaidi kama kipindi cha kujifunza. Maana napojifunza naimarika kiakili, akili yangu inakuwa na afya. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wana matatizo ya afya ya akili, lakini kupitia mafundisho akili yangu inaenda kufunguka. Basi utanisaidia kwa makofi mazuri, shangwe na vigelegele tuweze kumkaribisha mchungaji wetu ambaye ni mwalimu wetu wa siku ya leo. Karibu mama. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa asubuhi njema ya baraka ambayo Bwana ametukubalia tuweze kuwa katika nyumba yake. Amen. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye ameingia mapema kwa ibada. Tutaendelea na somo ambalo nilikuwa tunajifunza, na sababu ya kujifunza hili somo ili tuelewe mbinu na kazi za shetani ambazo shetani anafanya kazi katika huu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanajua tuko tu, lakini shetani halali. Shetani anafanya kazi usiku na mchana. Nikawaambia kuwa shetani yuko mahali pamoja, lakini anatuma maagenti wake kila mahali. Kwa hiyo unaweza kukaa kanisani ukazani hakuna agent karibu yako, lakini agent yuko. Unaweza kuwa katika nyumba ukazani agent hayuko, agent ametumwa. Unaweza kuwa uko kwenye shule, lakini katikati ya ile shule kuna maagent wako pale. Unaweza kuwa uko kwenye kazi, lakini kwenye hiyo kazi kuna adui ambayo shetani amemtuma. Kwa hiyo leo nataka tujifunze kuhusu adui kuwa karibu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunaweza kukaa ukazani kuwa uko salama, lakini kumbe hauko salama. Hiyo ni vizuri kumwambia Mungu akufungue macho ya roho ili uweze kujua adui yuko wapi katika maisha yako. Kwa sababu wakati wote ukijua adui, utajua jinsi ya kumpiga. Ndio maana Biblia inasema hatushindani kwa damu na nyama, lakini tunashindana katika falme zisizoonekana. Kwa hiyo zile falme zisizoonekana hawezi ziona na macho. Inahitaji neema ya Mungu na inahitaji mkono wa Mungu ili Bwana akufungue macho ili uweze kuelewa ni nani aliye karibu yangu ambaye shetani amemuingia. Shetani ni roho, na hiyo roho haiwezi kufanya kazi bila mtu. Ni hewa, na ili ifanye kazi, ndio maana unaona Mungu ni roho. Ili ampate mwanadamu, Biblia inasema akamtuma Yesu azaliwe na mwanamke ili apate mwili na tujie sisi wanadamu. Na hivyo ndivyo shetani naye anakuja kwenye hali kama hiyo ya mwili.
hautamuona na mapembe, hautamuona na mkia, lakini ni mtu anayefanana na wewe, ni mtu ambaye anakaa kama wewe, lakini kuna roho nyuma yake. Na usipoielewa hiyo roho utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa. Tutasoma kwanza kitabu cha Yohana, tuangalie hilo jinsi inafanya kazi. Yohana 6 na mstari wake wa 70. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaanza kazi. Na wakati anapoanza kazi akachagua wanafunzi au wale tenashara ili waweze kufanya kazi pamoja na yeye. Lakini tunaona hapa Biblia inasema ya kuwa wakati anawachagua, ndani ya 12 kulikuwa msaliti. Kulikuwa msaliti ambaye roho wa shetani ataingia ndani yake na atamsaliti Bwana. Mtu yoyote wanapompatia sadaka au kumpatia pesa wamemwamini. Kwa hiyo ni mtu ambaye alionekana anaaminika. Ni mtu ambaye alionekana ni mtu mzuri. Kwa hiyo ninaweza kumpatia pesa. Kwao ya pesa ni mbali. Ili uone pesa ya mtu, huyo mtu amekuamini. Juu mtu anaweza kuwa na pesa lakini akakwambia sina pesa. Lakini tunamuona Yuda yuko miongoni mwa wanafunzi wengine, mitume wengine. Kwa hiyo anakaa, anatembea na Yesu. Anakula na Yesu. Anaona miujiza yote. Anaona kila kitu kwa Yesu. Lakini haikumfanya Yuda akose kumsaliti. Unaweza kuwa na mtu, unaweza kuwa na familia yako. Mara nyingi wale wanakutesa watoki mbali, wako ndani ya familia yako. Wale ambao wanafunga maisha yako, kuna mtu mmoja ambaye shetani amemuingia ndani ili kutesa maisha yako. Wakati mwingine tunaangalia nje. Wakati mwingine tunaangalia watu wengine, tunasema ni fulani, ni jirani yangu, lakini kumbe kwenye familia yako ndio kuna mtu mmoja ambaye amekuwa kama falme ambayo shetani amekaa pale ili kukuangalia. Anaweza kuwa mkubwa na anaweza kuwa mtoto. Nilikuwa nafundisha kuhusu roho za kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inabidi Mungu hakufungue macho, kwa sababu mchawi ambaye anakutafuta anakujua. Anajua kila kitu chako chote. Anajua nini wapi unapitaga, nini unafanyaga, na anakuaga ni mtu ambaye unaweza muona ni mtu mzuri sana mpaka ukajisahau, lakini anajificha ili kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamuona Yuda tayari yuko katikati ya wanafunzi. Yesu anasema mtu ambaye tutachovya naye kwenye sahani, kwenye ile tonge moja, ni huyo. Si ungejichunga tu kabisa usiende kuchovya pamoja na Yesu. Kina Petro, kina Yohana wanachovya, wanasema nimekuwa salama. Lakini Biblia inasema kuwa Yuda alipochovya pamoja na Yesu,
pale pale roho ikamwingia. Na ilipomwingia, Yesu anamwambia fanya kile ulikuwa unataka kufanya. Unajua unaweza kukua na mtu kwa maisha yako, unaweza kukaa huwezi elewa, lakini kumbe kuna jambo lililojificha nyuma ambalo hataki kulionesha mpaka wakati wa saa ambayo shetani anaamua sasa kumtoa wazi, ndio utamjua. Anasema fanya haraka kile ambacho ulikuwa unataka kukifanya. Biblia inasema ya kuwa Yesu anafanya nini? Akiwa pale na wanafunzi wake, hasira ikampanda Yuda. Akasema achane na hawa. Akatoka bila hata kujielewa, bila kujitambua. Kila kilicho ndani yake kikazirika sasa. Wanafunzi wanaangalia wanasema, mbona huyu mtu si tulikuwa naye, anaenda wapi? Wanajifikiria saa nyingine ametutoka, hayuko pamoja na sisi kwa sababu ni mweka hazina, anaweza kuwa ameenda kutafuta chakula. Inawezekana alienda kufanya jambo Yesu amemtuma, lakini kumbe ametokana na wao, amewaacha. Ametoka sasa, anaenda kumuuza Yesu. Mtu ambaye alikuwa anakaa na Yesu, walitembea pamoja, walifanya vyote pamoja, lakini hakufikiria akawa msaliti. Anaenda anawaambia, mungetaka niwapatie naye? Shetani au mapepo au chawi hawezi kukushika kabla mtu hajakupeana. Lazima kuwe mtu atakupeana. Naambia mimi namjua na mnipatie pesa. Wanafunzi wamebaki peke yao. Huyu si ni mwenzetu, tulikuwa tunatembea pamoja, hatuwezi kukaa bila kumuona. Lakini roho ya usaliti imeshaingia, na roho ya usaliti ikiingia inahitaji neema ya Mungu. Aidha Mungu amnyonge yule mtu, amalize yule mtu, lakini kama hamaliziki atakusaliti sana, kwa sababu anakujua sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima kuomba Mungu akufungue macho. Wakati mwingine tunaomba baraka, tunaomba mafanikio, tunaomba vitu mingi sana, lakini tunasahau kumwambia Mungu, nifungue macho, nijue natembea na nani. Nifungue macho, ninaishi na nani. Nifungue macho, kwa familia yangu kuna kina nani. Kwa sababu Mungu akikufungua macho, utajua mbinu za shetani. Lakini kuna watu wengine unajipata umeharibisha mambo yako yote kwa sababu hukujua ni nani aliyekuwa karibu yako. Hukujua, unajipata unalia maisha yako yote, kwa sababu saa hairudi yake. Ukipoteza jana, umepoteza jana. Kuna watu wamepoteza miaka, na ile miaka haiwezi kurudi. Leo wanalia kwa sababu hawakuona mbele, hawakujua chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamuona Yesu yuko na msaliti. Nataka ujue roho ya usaliti inafanya kazi tena kwa njia kubwa sana. Na roho ya usaliti ni roho ya unafiki, ambaye mara nyingi unafiki ni kitu cha kujificha ambacho nitakifanya nyuma ya mgongo, lakini machoni hivi inakuwa Esa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana unataka kupata kazi, lakini yule aliye karibu yako
roho ya usaliti kiingia ndani yake, anakufanyia vitu hapa nyuma upate kazi. Unataka kwenda mbele, anakuvuta, anataka yeye ndo aende mbele, wewe urudi nyuma. Roho ya usaliti. Roho ya usaliti ni roho ambayo imetesa watu wengi sana. Sana. Tunamuona Musa. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwona Yesu. Alafu tunakuja kumuona Musa. Tasoma kitabu cha Walawi. Kitabu cha Hesabu 16 na mstari wa 8. Nimekwambia mtu ambaye anakupiga na mtu ambaye anatesa maisha yako sio mtu wa mbali. Ni mtu wa familia yako, ni mtu wa karibu yako, ni mtu ambaye unamzania kuwa yuko sawa na wewe, kumbe tayari kuna roho imeingia. Yoyote anayekuwa na roho ya usaliti ndani yake kuna roho, na ni roho ya giza. Kumi na sita na mstari wake wa 8 wa kitabu cha Hesabu. Biblia inasema hivi: Musa akamwambia Kora, sikizeni basi enyi wana wa Lawi. Unasikia? Sikizeni enyi wana wa Lawi. Manake hawa ni watu ambao ni kabila moja, wana wa Lawi, ambao walikuwa wanakaa madhabahuni pamoja. Je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake, ili mfanye utumishi wa maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia? 10. Tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi. Amekuleta, Mungu amekuleta uwe karibu na ndugu zako. Uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe. Nanyi je, mwataka na ukuhani pia? 11. Kwa sababu hii wewe na mkutano wako wote mmekusanyika kinyume cha Bwana. Mmekusanyika. Hawa ni watu wa moja, lakini wanakusanyika kinyume na mtumishi wa Mungu Musa. Na Haruni je, yeye ni nani hata mkamnungunikia? 12. Kisha Musa akatuma kuwaita Dathani na Abiramu wana wa Eliabu, nao wakasema, hatujui sisi. Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani? Lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. 14. Kisha hukutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali. Sikia hizo sababu zenye mtu anakuwa tu mbaya kabisa. Wala hukututupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Hatuji. 15. Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usikubali sadaka yao. Sikiliza, hapo nipo kwa kitabu chote. Musa anasema hivi, Mungu usikubali hata sadaka za hao watu. Mimi sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mmoja miongoni mwao, hata mtu mmoja miongoni mwao. Kisha Musa akamwambia Kora, wewe na mkutano wako wote iweni hapa mbele ya Bwana kesho, wewe na wao na Haruni. Mkatwae kila mtu chetezo chake na kutia uvumba juu yake, mkavilete mbele za Bwana, vyetezo 250. Wewe pia na Haruni, kila mtu na awe na chetezo chake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia mtu ambaye anakutesa na mtu ambaye anakuumiza ni mtu wa karibu yako.
ni mtu ambaye ametoka kwa ukoo wako, ni dada yako, ni shangazi yako, ni mjomba wako, ni rafiki yako, ni mpendwa wako, ni sheri wako. Biblia inasema kuwa tunamwona Musa. Musa anazungumza vizuri, anasema wewe ni Mlawi, mtu ambaye Mungu amekuweka tufanye kazi pamoja. Mungu amekuchagua tumtumikie Mungu. Lakini roho ya uasi, roho ya uchawi ikaingia ndani ya kina Kora. Wakasema Musa ni nani? Musa ni nani? Yeye atuongoze. Na sisi tuko na Mungu. Sisi wote tuko na ni watumishi wa Mungu. Unajua Mungu anatengaka mtu. Tunaweza kuwa sawa, lakini kuna vile Mungu amenitenga mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na si mtu anajifanya, lakini ni Mungu anamfanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hawa wanatumika pamoja na Musa, wanafanya kazi pamoja na Musa, lakini Kora na wenzake wakaanza kuwa na roho ya kinyongo, roho ya chuki, roho ya uchawi, roho ya uharibifu. Wakasema hapana. Wakakusanya mkutano mkubwa. Kuna watu wanaweza kukaa wakakuchukia, wakakaa chini wakakusema vibaya na wakawa na mkutano mkubwa, lakini nyamaza kimya na huo mkutano Mungu atatenganisha kuonesha wewe ni nani na wao ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anajua huyu niliyemuita na huyu ameitwa. Unajua kuna utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanamnungunikia, wanasema hapana, huyu Musa yeye tu ndio anajiona yeye ndo anaweza ongea na Mungu. Hata na sisi tunaweza ongea na Mungu. Si wote ni Walawi. Si wote tunamjua Mungu. Si wote tunaweza kufungua Biblia tukahubiri. Si wote tunaweza kukaa tukafanya kazi ya Mungu. Yeye ni nani? Mungu anachukia kumpiga mtumishi wa Mungu. Nilipenda sana. Kuna kitu nilikuwa naongea na Denise jana. Nikamuuliza jambo, akaniambia mimi nimesikia hizi story na nimeziona na sikutaka kuzifuatilia sana kwa sababu mimi na watumishi wa Mungu sitaki. Hao walifanya kibaya, hao walifanya kizuri. Mami, mimi siwezi. Nyie ni watumishi kwa watumishi. Ongea. Mimi siwezi. Nikashangaa sana, nikasema amekuwa. Unaweza kukaa chini ukaanza ongelea mtu. Unamuongelea tu, kumbe hujui ni roho ya uasi imeingia ndani yako, ya uharibifu, unapiga. Achana na watu wa Mungu. Mungu awapige wao wenyewe. Wewe uko pale na kipimo cha kuwapima. Lakini kuna watu ambao wanakaa vikao kwa manyumba yao. Ataanza muongelea mtumishi wa Mungu tokea asubuhi mpaka magharibi. Laana unaibeba. Achana naye. Mungu atakutana na maisha yake. Nampenda Daudi kwa sababu Daudi ilifika wakati ingawaje Sauli anamfuata na Mungu alishamkataa Sauli, lakini Sauli akasema, Daudi anasema mimi ni nani ili nipigane na mpakaliwa mafuta? Kama alimkosea Mungu, Mungu atamjaji mwenyewe, lakini mimi Daudi sitagusa maisha yake. Sasa shida na laana ambayo tunapata siku hizi ni watu kujaji. Mtu anakaa fasi, mimi naona, mimi nasikia, mimi nawaza, mimi nao. Ndugu yangu, nyamaza kimya. Usiingie pale. Juzi nimekutana na mtu mwingine hapa. Nimepata hiyo habari. Anazungumza asema anatoka kanisani juu ya Pastor Esther. Nikamuuliza, mama, nimekuja kukuomba msamaha. Nikumbushe wakati nilikukosea.
Sijui. Nilisikia sema nilikutoleaga mfano. Na kama nimekutolea mfano, sikukuwa unasikia ni mfano, simaanishi mtu nilitembea na wewe, nilikushika kuliko watu wote kanisani. Hata wale ambao umeenda unawaambia mimi na wao, mimi nimekubeba sana, hawakukujua. Singetaka ulie. Niko na 100 au 200 tutaichangia mimi na wewe. Lakini kama nilikukosea, mbona hukurudi kwangu? Lakini ukaanza kueneza. Alibisha sana. Akasema hapana, watu wote wanaongea hivyo ni makosa. Wanasema, nikamwambia mimi siongei vibaya kukuhusu, lakini ogopa kunyoosha mkono kwa watumishi wa Mungu. Sasa kina Kora wamekaa, wao wote wako kanisani, si tuko sawa? Musa ni nani? Si mwanaume kama sisi? Si tunatembeaga pamoja, tunakaa, tunaweza tumika. Lakini Musa akamwambia hivi, si mmejikusanya watu 250 kupigana na mimi? Mnanionyesha ubaya, makosa tu, ili kosa na ili kosa na ili kosa. Acha nikwambie, wakati mwingi sana unapokuwa kiongozi, watu wanakuoneshaga makosa. Na wewe kuja kuwe kiongozi, kuja tu kuwe kiongozi, usikie machozi ya kiongozi yale yanapitiaka. Biblia inasema walikuja usubuhi, wakaleta hizo maubani. Kaambia sasa nyinyi tujitenge, nyinyi mkae pande yenu na mimi pande yangu. Tumuite Mungu pamoja. Si mnasema tuko sawa? Biblia inasema ya kuwa Musa kwa mara ya kwanza anasema, Mungu hata sadaka zao usizipokee. Ukiona unagombana na mtu wa Mungu, mpishe tu, lakini usimkalie kikao. Kimkalia kikao, Roho Mtakatifu anaona. Na hiyo laana yenye unataka itarudia kwako, itarudia kwa familia yako. Na hiyo kitu nilifundisha sana hawa watoto wangu. Ndio maana nilikuwa namuuliza jambo, Denise akaniambia, mami sitaki. Nakumbuka vizuri sana. Huyu ni mchungaji, acha kama wanamweka kwa TikTok, acha wale wanaongea waongee, wanajuana. Mimi siko hapa kujaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kina Kora, kitu ilifanyika, Biblia inasema ya kuwa Mungu aliwaramba, alifungua mdomo wa ardhi, wote waliangamia. Wote waliangamia. Lakini siko hapo, kitu ninataka kukonesha kwa hiki, adui atokagi mbali. Ni mtu ambaye mnakula pamoja, ni mtu mnasali pamoja, ni mtu ambaye mnatembea pamoja, ni mtu ambaye hukufikiria atakuja kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona vile roho ya uchawi inafanyaga kazi. Usimkemee yule kombali, chunguza vizuri aliye karibu yako. Ndio mchawi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wachawi wanafanya kazi na familia. Naweza kupata mchawi anakuja anaingia kwa mtoto mdogo kwa nyumba yako. Unaona huyu mtoto ni wa kukutesa tu. Unaweza kuwa ndani ya nyumba huko na watumishi, mchawi anaingia katikati ya ule mtumishi. Ule mtumishi anakuwa anakupigishaga kelele kila saa, unakuazika. Unajua wakati wote unapokuazika, roho wa Mungu anakuwa mbali na roho zinaingia. Kwa hiyo shetani anaweza kuangalia katikati ya watu wenye uko na wao, akaingiza roho
na ile roho inaanza kufanya kazi. Aliingiza hiyo roho kwa Yuda, ikaanza kufanya kazi na haikuwa mzuri. Tunamwona Yuda analeta watu, anakuja na wao watu. Wakati anakuja na wale watu, anaenda na mbusu Yesu. Ona unafiki. Kuna watu maishani anaweza kukubusu, lakini kumbe ni msaliti wa maisha yako. Yesu anauliza, unanisaliti kwa kunibusu? Watu wengi wamepata madhara juu ya kubusu. Mtu anakubusu, unasema tuko pamoja. Mtu anakubusu, unasema huyu tunatembea naye. Kumbe nyuma ya hiyo kuna nyoka wa kukudonoa au wa kukuumiza ulie maisha yako yote. Yesu akakamatwa. Kwa hiyo tunaona hawa ni watu ambao wanafanya kazi na Musa, tena kabila la Lawi lililochaguliwa na Mungu. Kwa nyinyi mtakuwa mnakaa madhabahuni. Lakini wakaleta, wakasema hapana, wakamgeukia Musa, wakamkalia vikao. Mungu aliwamaliza wote, wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa Daudi. Daudi ni mtu wa vita. Maisha yake yote ya vita. Daudi alipigana vita vingi sana na akashinda. Aliwashinda Wafilisti, aliwashinda Wameleki, Daudi. Na Daudi, nikawaambia Jumapili, kwa Biblia Mungu anazungumza kwa Yesu pamoja na kwa Daudi. Watu hawa wamependezwa na mimi. Yesu alipokuwa anabatizwa, alipomaliza, Mungu alizungumza hilo neno. Alafu inakuja kwa Daudi. Naomba mnifungulie hii. Sasa Daudi alikuwa mpiganaji mzuri ambaye alikaa pamoja na, kabla hajakuwa mfalme, alikuwa chini ya Sauli mfalme, na alifanya kazi pamoja na yeye, na alimpenda sana na alijitoa sana. Lakini tunamuona Sauli roho inamuingilia kumchukia tu Daudi. Inamchukia Daudi. Na akatafuta mbinu zote za kummaliza Daudi. Acha nikuambie, usitafute mbinu yoyote ya mpakale wa mafuta amaliziki. Wewe uinuki. Wewe ndio utakufa. Biblia inasema ya kuwa Sauli akasema, juni mupate huyu. Naona sifa zote zinaenda kwa Daudi. Wanamsifiaka, wanampigiaga makofi. Acha nitafute mbinu ya kumaliza. Akamwambia Daudi, ninaona vile unavyosifiwa, nitakupatia msichana wangu umuoe. Lakini Biblia inasema sababu ya kumwambia mtoto wake au msichana wake aolewe na yeye hakuwa ni wema. Alikuwa anasema, nikimpatia msichana wangu ndio njia ya kumupata hakufi. Mtu anakupatia tu njia mzuri, unaona ni njia mzuri, kumbe ndani ya hiyo njia kuna sababu. Daudi anasema, sina mali, mimi naweza kweli kuoa mtoto wa mfalme? Daudi anamwambia, mimi sina shida na wewe. Sauli anasema, sina shida na wewe. Mimi sitaki hata mali, najua hauna pesa ya kunipatia uoe mtoto wangu, lakini kitu mimi nataka kwako ni hichi. Wende kwa Wafilisti,
uwapige wale wakubwa, alafu unilete ngozi ya hapa ya mwanaume, uwatairi, uwapige na uwatairi, uwamalize uwatairi. Lakini Sauli anajua hichi ninachomtuma ndo kitamuua. Kila adui ambaye anakuonesha njia njema na kumbe amekutegea, ule mtego utampata yeye katika jina la Yesu. Kuko mtu anaweza kuja na kuonesha njia, anaweza kukuonesha mambo mazuri, na unamuona kabisa huyu kabisa ni wa maana kabisa, lakini kumbe anajua nyuma ya hiki ataliaga maisha yake yote. Katika jina la Yesu hautalia maisha yako yote, Mungu atakuchekesha. Biblia inasema ya kuwa Sauli anamwambia, nenda ukaniletee ngozi 100 ya wanaume. Alijua hata kama utapiga watu 10, 20, 30, lakini watu 100, alafu na wale 100 unawatairi, na ile kuwatairi unaleta mangozi yabo, njoo mali. Sauli, mangozi. Na unajua hiyo wakati hawako wanatairi wakuweke gazi, lazima jiwe. Wanavuta ile ngozi hivi, alafu wanaipiga kap, unatoa ile ngozi, wewe unaileta tu. Anambia hicho tu ndo nataka. Lakini ndani ya Daudi kulikuwa na Mungu. Ambia unataka hicho, ninajua mbinu yako wewe ni kuniangamiza, lakini kwa sababu Mungu yuko ndani yangu sitaangamia. Biblia inasema ya kuwa anaenda kutafuta nini? Mangozi. Ye chenye iko na jimele au iko na angalia au iko na target ni mangozi za banaume, njoo mali. Biblia inasema ya kuwa walimtuma 100, lakini Daudi analeta ngozi 250. Anamwambia nituma 100, lakini nakuletea 250 mangozi hizi. Nimewaangamiza na nimewatairi na nimeleta. Tuhesabu. Bwana Yesu asifiwe. Tuhesabu mangozi. Lakini Daudi shetani hakumwacha. Niko na kufundisha roho zinazofanya kazi, uchawi wa familia. Unapoomba haribu roho za uchawi kutoka kizazi chenu. Kama kuna mjumbe wa shetani katika familia yako, Mungu amuangamize. Wakati mwingine tunakemea watu bure, lakini kumbe hichi kitu kinafanyika kwa familia yako mwenyewe. Kwenye uliolewa, kwenye uliowaka, ile damu iko na kufuata. Kuna mtu anakaaga usiku na mchana, anaapa, anasema huyu hataendaga fasi. Ndio vile Daudi tunamwona Sauli anasema lazima Daudi afe. Anatafuta mbinu zote juu kufe, uangamie. Kila chochote unachokifanya kinakufa, kwa sababu kuko mtu mwenye halali usiku na mchana iko na ruka tu uchibuchi kusema huyu hawe mlevi namba 1, huyu mtu hawe hivi na hivi. Unajua kuna watu wengine wanaishi maisha wengine ambayo si mapenzi yao, ni roho amerogwa. Anasema huyu juu afe. Lazima awe mwanaume mwenye kutamani au mwanamke wa kutamani, kila kanzu ikipita iko nyuma yake akufe na ugonjwa wa ukimwi. Wasisemake ni mtu alimuua. Si kila magonjwa yametoka kwa Mungu, kuna mbinu nyuma yake. Sauli anasema nenda, mimi nataka kukupa mke, lakini nenda kaniletee ngozi. Alijua hizi ngozi hata zipata watamuangamiza kule na atarudi maiti. Kwa hiyo unapoenda unazania wewe nilijali
kila mwanamke wote unaenda, kila mwanaume unaenda. Hapana, kuna roho ambayo iko nyuma yako. We miaka yote, kuna mtu ambaye ashazeeka hata kuzeeka. Ashakuwa mtu mzima, ukishafikisha miaka 40 umezeeka. Lakini wewe uko nyuma ya watoto wanawake. Unazania kama ni mpango wa Mungu. Shetani hataki upige hatua. Hataki kupiga hatua. Na sio kusema kwa miaka 10 au 15 uishi maisha ya dhambi. Hapana. Dhambi ni dhambi tu. Lakini wewe toka walikutuma unawashwagwa tu. Unawashwaga. Unazania kama ni nini? Kuna santima zingine ambazo si mpango wa Mungu. Wewe tu akili yako na mawazo yako ni kuwaza tu. Leo ukiona mwanamke au mwanaume ameshakuwa wa maisha yako, lakini anakurudisha nyuma kimaendeleo. Ni roho ya uchawi ambayo inakosema utaingia kanisani, utafanya kazi ya Mungu, utaonekana uko sawa, watu wote wataona wewe uko tu sawa. Lakini kitu ambacho sitakuachia, hautaacha kuwa nachokoza wanaume na wanawake. Unajua kuna mtu hawezi kukaa bila kuchokoza mwanamke. Yuko pale, hayuko tayari kuacha kuchokoza mwanaume, ili mradi tu apige hizo story. Na hizo story ni dhambi, kwa sababu unaahidi mambo ambayo si ukweli. Kwa hiyo kila maongezi yoyote unaongea na mwanamke au na mwanaume, kuna ahadi. Na hiyo ahadi inasikika mbinguni. Biblia inasema kila neno itapimwa. Kwa hiyo hautaendelea hata ufanye, utaendaga mkaburi huko tu mtu wa kawaida. Kwa sababu ya nini? Kuna roho ya uchawi ambayo haikuachilii. Na kuambia wewe itakuua, chenye kitakuuaka ni haba banamke. Nakumbuka Samson salionao ni kawaida. Biblia inasema alikuwa anaenda kule Gaza kila usiku, na akijua amezungukwa, ana uwezo wa kuvunja mamilango, anatoka kwa makaaba. Na alijisifu sana, akasema mbona ninafanyikiwa? Ni kama wewe unajua mbona ninafanyikiwa? Mambo yangu yenye mimi niko nafanya sahi inaendelea, hata kama ninaishi maisha ya dhambi. Mungu anakuachaka. Mungu ni Mungu wa rehema, anakupatiaka muda. Lakini yale mambo yatakunyonga, yatakumaliza. Yo, sinafanyaga hivi, si nilikuwa na huyu, nimemuumiza, nimemwacha, nimeenda kwa huyu, lakini mambo yangu yako sawa. Na hata saizi kile nafikiria ni kikubwa. Nani alikuambia? Hakuna. Ukipandacho utakivuna. Kama kuna mtu analia, utalia sana. Na mbegu, shida ya mbegu, unapandaga moja inakujaga 10. Hautaponyoka. Usijidanganye. Usikimbia sema umeacha hapa unalilisha mtu, alafu unajipiga kifua, utalia. Na hivyo wachawi wanajua na kuweka haya maisha juu watu nyuma walie. Naona uchawi vile ni mbaya. Na kufanya ulali, alafu unazania uko na fieri. Mimi napendaka batu yote, kinikatala napenda mwingine. Uchawi huo. Watu wenye wapendagi wanakuaga na neema na wanaikuaga na maisha marefu. Mtu akupenda hapa na kuacha. Biblia inasema machozi ya mwanamke. Machozi ya mwanamke. Hajasema machozi ya mwanaume. Machozi ya mwanamke yanafungaga baraka ya mtu. Sasa kama watu 10 banalia juu yako, uko salama? Utafanya kazi, utapanda mandege, lakini utakufa vibaya, tena utakufa maskini. Hakuna siku utashikaga kitu. Na ninabikwambilia tu hapa kwa madhabahu. Juu ni neno la Mungu. Tuliza. Omba Mungu akuondolee tamaa. Uwe mtu wa kurizika. Vijana wetu, Bwana asifiwe. Unakaa kule university, unaona tu umeweka hizi ndevu, kila msichana anakupenda. Unakuja unasema huyu anasema huyu nimepata mkongo. Wewe mkongo unampiga uongo. Nimempata mkongo, unapiga uongo. Utarudi Kongo miguu wazi. Soma kitabu cha Zaburi.
Soma kitabu cha Zaburi. Sikiliza vile Daudi anazungumza. Zaburi ya 55 mstari wa 12. Sikiliza haya maneno. Wewe ulilishe mtu unadhani atakuombea mema? Hata uende utubu, ujifichike mchumba, sema Mungu anisamee. Hata kama nilimuumiza na iko naendelea kulia. Bongo unajidanganyaka. Sema, inasema nini hapa Zaburi 55:12 na mstari wa 5. Zaburi 55 na mstari wake wa 12 mpaka 15. Biblia inasema hivi: kwa maana aliyetukana si adui. Aliyenitukana si adui. Daudi anazungumza hayo maneno juu Daudi naye amepata mashida sana. Kama ndivyo ningevumilia kwa sababu mwenyewe ananifanyia mabaya. Sio adui yangu, ni rafiki yangu. Aliyejitukuza juu yangu siye anichukiaye. Kama ndivyo ningejificha asinione. Bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu niliyejuana na wewe sana. Tulipeana mashauri matamu mimi na wewe, na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja, na tukatembea na wewe nyumbani mwa Mungu pamoja, na mikutano. Mauti na iwapate kwa ghafla, na washuke kuzimu wangali hai, na waende kuzimu wangali hai. Maana Amen. Ogopa. Mmetembea pamoja na mtu, mmecheka pamoja naye. Anasema ingekuwa kama ni adui ningevumilia, lakini ni wewe tuliyetembea pamoja na wewe, tukakuja mpaka nyumbani mwa Mungu pamoja, tukakuja kwenye maibada pamoja, lakini umekuwa mtesi wa maisha yangu. Wewe ndio unanitukana wewe. Alafu anazungumza, anasema mauti na impate mtu kwa ghafla, ashuke kuzimu angali hai. Manake roho ya usaliti ya mtu ambaye ulikula naye, ulikunywa naye, anakusaliti, kifo na kimpate kwa ghafla, na mauti na udongo ukafungue kinywa juu yake. Kwa hiyo kila mchawi ambaye amekuzunguka jua ukufi, yeye akafi, akakule nyama yake mwenyewe na akakunywe damu yake mwenyewe, kwa sababu anataka kula nyama yako na anataka kunywa damu yako. Katika jina la Yesu, yeye mwenyewe na familia yake wakakule damu yao na wakakunywe damu yao, nyama yao, kwa jina la Yesu. Daudi anasema ingekuwa mtu mwingine, lakini mtu mwenye tulisali pamoja, kumbe wewe njoo kachawi huku kabutindi juu ya maisha yangu. Tunaingia kanisani pamoja, wewe ndo wakunizunguka, unakaa na marafiki zako unanidiscuss, na tulipeana mashauri mazuri mimi na wewe. Hivyo ndo Daudi anasema tulipeana mashauri, kifo na kikupate kwa ghafla. Ndio hivyo Daudi anasema hayo maneno. Kwa hiyo anayekutesa, adhabu yake ni kaburi ifunguke, yeye ndo aingie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kuwa hapa Sauli anamunyemelea sana Daudi, lakini Biblia inasema
wakiwa vitani, Sauli akapigwa masasi na akafa, akaangamia. Daudi anatamba, usicheze na mtu wa Mungu, usicheze naye. Alafu tunamuona huyu Daudi, Sauli anamuondokea kama jaribu. Mtoto mwenye amemzaa njoo anakuwa jaribu. Mtoto mwenye alizala njoo anamuinukia, anasema huyu hakusoma, mimi ndio nilisoma. Huyu ajui chenye iko ndani. Acha sasa mimi nimpindue, nimweke chini. Napendaga vi sana. Napenda vi. Mimi ni mkali kwake, lakini napenda vi. Vi ameokoka. Kuna mtu tulikosana naye miaka 6 iliyopita. Hiyo miaka 6 iliyopita hatukuwa tunaongea naye. Na hatukukosana naye kwa ubaya sana, lakini nikaamua kujitenga, nikanyamaza. Akamtafuta Vi. Akamwambia Vi, mimi nataka kukupatia huduma. Na huyu mtu alikuwa anatoka Canada. Akamwambia, nitakufungulia kanisa Eldoret na watakusupport, na kila mwaka utakuwa nakuja Canada na tunakuaga na mikutano yetu Marekani. Kisha ule Vi akamwambia, na ujua haya maneno si Vi ameniambia. Huyu mtu tumeanza kuongea naye ndo alikuja kuniambia, huyo mtoto wako mimi simuwezi. Ilikuwa hivi. Lakini majibu alinijibiaga na Vi hakuniambiaga. Akaniambia sema, akamwambia kila kitu. Kisha Vi akamwambia, ungeongea na mama, kwa sababu mimi nafanya kazi na mama. Kama unataka kutusupport au kunisupport mimi, support mamangu na mimi tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Kule akamwambia sitaki, nataka wewe. Akamwambia vile mnapigana na mama, mimi siwezi mpiga mama. Juu hii kunitoa mkanisa niende mahali pengine, nyinyi mnisupport. Manake unataka kumpiga nani? Mamangu. Hii sitakubali. Vi akakataa bila kuniambia. Sasa baada ya miaka 6 ndo naambiwa. Huyo mtu ananiambia, unajua mimi kuna mtu fulani alikuja hivi, lakini nimwambiaga Vi, mimi hapo hasira shanipanda. Vi kabisa wanakupatia kazi ya mzuri. Njoo mimi natafuta Vi. Vi ananiambia, singefanya hivyo kwa sababu ningekupiga wewe. Na sitaki nikupige wewe. Mungu ameniita, najua niko na Mungu, najua naenda mbali, najua hizo ngambo nitatembea sana, ninajua nitahubiri ulimwengu mzima, najua, lakini haitatokana mimi na wewe tupigane. Bwana Yesu asifiwe. Nikanyamaza kimya. Sasa hapa kuna mtoto mmoja anayemuinukia mzazi wake. Huyu kijana alikuwa na mapepo sana. Alikuwa na mapepo. Tasoma kitabu cha Samueli sura ya 16, Samueli wa pili 16 na mstari wa 21 mpaka 22. Na alipata mashauri. Ogopa watu wanakaaga mashauri. Unajua watu wanaweza kukaa pamoja pasagabi, tuko bien mimi na we, lakini kunatokea watu wenye wanatuona vile tunatembea vizuri, wanakuja kukushauri, wanakuambia huyu ni mubaya, huyu ni shetani,
huyu sijui hivi na hivi, na tulikuwa vizuri mimi na wewe. Usipoangalia vizuri yale mashauri ni ya kututenganisha na kutokufikisha mtu kwenye destiny yake. Oh yes. Mara nyingi washauri ni watu wabaya. Unaona mtu anakaa karibu yako iko na kushauri. Tulikuwa vizuri mimi na wewe. Tulikuwa tunatembea mimi na wewe. Lakini hawa watu wametupata, tunaendelea, ndio maana wametuona jinsi tulivyo. Alafu wanakuja wanaanza kutushauria, "Oh, unajua bembeleza, wewe uko nakaa na mkwe yako, mnapigaga mastori, mkwe yangu ananibeba. Mkwe wangu anasimama na mimi." Watu wanapokuja kumshauri, kumwambia ule mamako ni shetani, huyu anasema hapana, sio shetani, ni mama yangu. Alafu kuna watu wengine tu unakutanaka mashauri na washika kabisa. Anakuchukia tu bila sababu. Juu ya wale walikuja nyuma. Ni hatari. Soma hapo. Naanza Samueli wa pili 16:21. Naye Ahithofeli akamwambia Absalomu, "Ingia wewe kwa masuria ya baba yako, hao walio waacha, ili kutunza nyumba, na Israeli wote watasikia ya kuwa umechukizwa kabisa na baba yako. Ndipo itatiwa nguvu mikono yao wote walio pamoja nawe." Basi wakamtandikia Absalomu hema juu ya nyumba darini, naye Absalomu akaingia kwa masuria ya babaye machoni pa Israeli wote. 22 peke yake. Sasa huyu mtoto huyu kijana juu anaanza kupigana na baba yake. Wakamwambia hivi, ili tufanye kazi na wewe lazima utuoneshe kama umemkasirikia baba yako sana, na tujue vizuri kama mtapatanaka na baba yako tena. Ona mashauri. Kila utafanya bana mshauri, baba yako hayuko, si amekukimbia, na vile amekukimbia fanya hivi. Si mabibi za baba yako si ndo hawa? Enda kalale wale mabibi za baba yako. Juu kibalala asira Israeli wataona uko na asira na umewaonesha ukweli, hautapatanaka na baba yako tena. Mashauri. Mtoto uliyezaa bana mshauri, bana muweka pembeni. Wanamwambia hivi, sikiliza, lazima uwe mfalme, lazima uwe juu yako. Baba yako ni mtu wa damu, baba yako ni hivi na hivi, lazima muweke chini. Sasa nilimzalaka ulikuwaka? Sasa nilibebaka mimba miezi 9, niko nahangaika naye, ulikuwaka? Sasa niko namweka kwenye mgongo, niko natembea mainchi yote, niko napanda na shuka na huyu mtoto, ulikuwaka? Sasa alikuwa halali usiku wote, mimi ulikuwaka? Niko nahangaika. Sasa alinitesa leo, saa nyingine nilikuwa saa 6, unaangalia ni saa 6, lakini leo nakuwa saa 12 kwa sababu ya kunyonywa. Ulikuwaka? Lakini saa hii ndo sasa wewe unamweka pembeni mama yako, baba yako, juu umuoneshe akuheshimie. Fanya hivi. Na ule papa kiwelewele anaitika. Usimpiganishage mzazi wako wa kiroho na wa kimwili. Mtu ambaye anakuita pembeni kukushauri juu ya mtu, mchungaji, mkatilie mbali, mwambie sitaki, sipendi. Daudi huko amekimbia, Biblia inasema alikimbia hata miguu wazi. Wanamcheka, wanamwambia ufalme wako umeisha. Anakimbia. Unaweza ona mtumishi wa Mungu ni kama unamzidi, umeenda mbele yake, lakini atakuja Roho Mtakatifu atampatia nguvu ya kukukimbia wewe na kukuacha nyuma mara 10. Ule Daudi ule kijana akachukua babibi ya baba yake akalala nao. Biblia inasema Israeli wakapiga kelele, Israeli wakalia kwa kitendo ambacho anafanya. Juu anapigana na baba yake. Ninaongea adui sio wa mbali, adui ni wa nyumbani mwako.
anayekutafuta hatokagi mbali. Usikemee mtu wa mbali, lakini wanaokuzunguka. Nimekwambia niko nazungumza juu ya bulozi. Hii bulozi yenye uko nayo, uko tabia ishaki. Tabia ishaki. We kila siku uko maklabu uko nakunywa pombe, mpaka unavula nguo. Ni bulozi. We uko tu mahali tu unafanya kavitu au sikiaki. Ni bulozi. Kuna mtu ashakuroga na yuko tu karibu yako tu, yuko nakuoneshaga bwema. Mambo yako haifanyikiwagi, hauendeleagi, haufanyikiwagi. Wewe unachukiliwaga na kila mtu. Unaona unafanya mazuri, lakini mwingine tu, manake watu wanakuchukia bure. Wewe unaona ni kawaida, ni uchawi. Lazima leo ukemee. Kuanzia kwa shangazi, mjomba, babu, sijui nani, wote. Kama kuna mtu mwenye ananiroga mfamiliano, na ardhi ifunguki kwa jina la Yesu. Haki ya Mungu, mtu mwenye ananiroga hana bahati kwa hii mwaka. Awe kwenye familia, awe wapi, nitamwombea ardhi ifunguki. Juu mtu anakutesa miaka yote, utesekage huko nalia, na huko pale unamweka sema ni ndugu yangu. Hapana, enda uniachie mimi niendelee kufurahi bwana. Hapa tukiwa tunaambiana sema tuombe maadui. Hapa unaangalia vizuri ya kuwa Mungu anapigania naka. Bwana Yesu asifiwe. Soma 17:14 inasema nini? Hiyo tu Wafalme wa pili 17, silikuwa 16:17. Nataka kumalizia. Mweli wa pili 17:14 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: naye Absalom na watu wote wa Israeli wakasema, shauri la Hushai Mwariki ni jema kuliko shauri la Ahithofeli, kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli, ili Bwana alete mabaya juu ya Absalomu. Ndipo Mungu atavunja mashauri yote yenye wewe ulizani ni mashauri mazuri. Wanaweza kuwa walikushauria mzuri, lakini Mungu atasababisha juu umepigana na mtumishi, juu wewe unatafuta kuua ndugu yako, Mungu atageuza ile mashauri, itageuka kuwa mabaya. Ndipo Hushai akawaambia Sadoki na Abiathari makuhani, Ahithofeli amempa Absalomu na wazee wa Israeli mashauri kadhaa wa kadhaa, na mimi nimetoa mashauri kadhaa wa kadhaa. 16 Basi sasa pelekeni habari upesi, kamwambieni Daudi ya kwamba usilale usiku huu karibu na vifuko vya jangwani, bali usikose kuvuka, asije akamezwa mfalme na watu wote walio pamoja naye. Amen. Amen. Sasa wamefanya mashauri. Si kila mtu yote anakukatalaka. Katikati ya yale mashauri, hao wanajua kabisa sisi tuko pamoja. Lakini muwale watu, mmoja wake akatokea, akamwambia nenda akamwambie Daudi. Juu mmoja alitoa ushauri akasema, hii usiku tuende tukamshambulie Daudi, tutajua mahali amekimbilia hivi na hivi, tutampata na tutamuua. Lakini mwingine akatoa ushauri akamwambia, hapana, msiende saizi usiku. Daudi ni mtu wa vita, anajua vizuri kama hii tukienda sahi watampata, kwa hiyo tulale mpaka kesho. Lakini kumbe shauri ya mtu wa kwanza ndio ilikuwa ya kweli, lakini Mungu akaibadilisha ile kweli, akakubaliana na ya uongo. Kila mashauri yote watu wanapeana kwa sababu yako, Mungu akaibadilisha katika jina la Yesu. Wakamshauri akaenda, lakini katikati yao mtu mmoja akatokea akamwambia Daudi, usilale hapa, kimbia, haitakuwa poa.
Huyu ni mtoto iko nakimbiza, anamkimbiza baba yake. Mtoto, baba yako, wewe njoo uko nyuma na jeshi, nitakuangamiza mimi, nitakuua. Unampiga mzazi wako wa kiroho, wa kimwili, unampiga, nitakuangamiza. Biblia inasema pamoja na vita na ile ukubwa wake wote. Huyu kijana alikufia wapi? Huyu kijana alikufia wapi? Biblia inasema ya kuwa alikufa kwenye mti. Mungu alisababisha mti umnyonge. Akiwa kwenye farasi kunaenda kukimbizana na baba yake, huku juu ndo alishikika. Adui zako na wakanyongwe katika jina la Yesu. Kila yoyote anayekimbia juu ya kukufuata maisha yako, juu ya mti, njoo akanyongewe kule juu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tuko na wapenzi wenye tunawapenda, ukiwa katikati ya ibada, mheshimu tu Mungu. Utamjibia majibu baadaye, usiwe mtu wa kuchat. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tuko na wapenzi. Unajua wale walikuwa wanamshauri huyu mtoto wa Daudi, walikuwa wanamuonesha kama wanampenda. Lakini wakati alipoangamia, aliangamia yeye mwenyewe. Unaweza kuzani uko sawa, unamdharau Mungu kwenye ibada. Kila Sunday wewe tu ndo wa kuchati na wapenzi kwenye kanisa. Kila Sunday. Juu hautaki kumkosea. Utaangamia na wale wanaendelea. Utaangamia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiwaga kanisani, unajua mimi naonanga watu wote. Wengine hata pale kwa ngoma wanapenda kuchat. Nadhani sikuwa nakuona. Nimewaona watu kadhaa na ni tabia yenu nyinyi wawili kuchati kanisani. Biblia inasema yule kijana aliweza kuangamia. Hiyo kila adui hatokagi mbali. Mwenye anakujaga kukumaliza, anakuaga mtu wa karibu. Kwa hiyo Mungu akusaidie na Mungu akupatie neema ili uweze kushinda yule mtu ambaye yuko karibu yako, anakaa kwa siri lakini kusudi lake ni kukuangamiza. Mungu akamtoe karibu yako katika jina la Yesu Kristo. Tusimame tuombe.